Ehe, watu wangu nguvu, hii sio ya kukosa. Hii ni bonge la ofa. Unapenda mpira, unapenda burudani, basi kaza yale kwa ofa ya mwaka. Unataka kutazama mpira kupitia simu yako? Ni rahisi, kwa gharama ya shilingi 5,000 tu kwa mwezi. Ndiyo, shilingi 5,000 kwa mwezi utapata chaneli za Azam TV pamoja na DSTV. Burudika kiganjani kwako. Tucheki kupitia WhatsApp namba 0659387069. Ndiyo, sijakosea, 0659387069. Enjoy kiganjani kwako. Asante sana. Bwana, hizi zinaweza kuwa taarifa za ghafla kwa Young Africans au zinaweza kuwa taarifa za ghafla kwa mashabiki wa Young Africans, ila kwa viongozi zikawa ni taarifa ambazo zilikuwa ndani ya mpango kazi wa timu, kwa sababu mwisho wa siku timu inahitaji kupata fedha, mwisho wa siku timu inahitaji kujibrand, mwisho wa siku timu inahitaji manufaa. Sasa timu inapata manufaa kupitia kuuza jezi, timu inapata manufaa kupitia mapato ya ndani ya uwanja, lakini timu inapata manufaa kupitia kuuza wachezaji na fedha zingine za usajili au za udhamini. Sasa wachezaji ndio ambao wanaweza kailipa timu, maana ya kiwango chao kuwa bora na offers zinazoletwa na virabu tofauti ndizo zinawafanya timu kupata fedha. Tulishuhudia Young Africans msimu ambao walivuna pesa ni msimu wa 2023-24 baada ya kufanya uuzaji wa wachezaji wengi kweli kweli, wakina Yannick Bangala, wakina Jezi Duga Pele Maloko, na Twisila Kisinda, Nasdin Mohamed Nabi, Juma Shabani Sodia Bemba, Yakuba Sonyi, lakini pia wanamuza Fiston Kalala Mayele. Ni wakati ambao Simba walizidiwa kiwango cha mapato na Young Africans, kwa sababu Yanga hapo waliuza wachezaji wengi kwelikweli, na wengi walikuwa wana viwango. Kwa mfano Yannick Bangala ni mchezaji ambaye kiwango chake kilikuwa kikubwa mno. Juma Shabani Soja Bemba alikuwa yupo kwenye performance nzuri. Twisila Kisinda akaenda kwenye klabu ya RS Berkane, pia ni mchezaji ambaye kiwango chake kilikuwa kikubwa mno. Sasa hii inawapa wananchi kuwa miongoni mwa timu ambazo zimekuwa na mvuto zaidi Afrika, kwa maana ya wachezaji bora ambao wanatoka Afrika, wachezaji ambao wengi wamekuwa wakipendwa sana kutoka hapa barani Afrika, wachezaji ambao wamekuwa na viwango bora kutoka hapa barani Afrika, lakini katika klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans. Sasa it is kwamba Young Africans baada ya michuano ya AFCON kuanza tu mechi ya kwanza tu, kuna majina mawili ambayo yametikisa sana vichwa vya mitandao ya kijamii hapa Afrika, ambayo yanaonekana ni majina nyeti sana, lakini ni wachezaji ambao pia ni pendwa kwa Young Africans. Wapo ambao wanasema Young Africans ndio chuo cha vipaji, au Young Africans ndio chuo cha performance, lakini au Young Africans ndio timu pekee ambayo inaongoza kuwa na wachezaji ambao fan base zao ni kubwa na wamekuwa wakicheza pakubwa. Ni kweli Fiston Kalala Mayele kucheza Pyramid kutoka Young Africans sio mchezo. Stefan Aziz kucheza Wydad Casablanca, tena first 11 na timu ya taifa ya Burkina Faso first 11 namba 10, sio mchezo. Kwa hiyo hii inatoa taswira kwamba Young Africans is the home of talent. Ni moja kati ya klabu ambayo imejitanabaisha na kuonesha ni kwa namna gani ipo sahihi sawia katika matukio na matendo yake yote ya kimpira. Yes, we understand and we believe that Young Africans inaenda kumtoa mchezaji kama Ibrahim Abdullah Baka kwa fedha nyingi sana, kwa sababu ni muhimili mkubwa sana, na Ibrahim Abdullah Baka kwenda katika nchi au katika ligi ya Ulaya ni swala ambalo halikuepeki, kwa sababu kiwango chake ni kikubwa sana. Kuna wakati Arsenal waligonga hodi ikala nguzo. This time around unaambiwa Burnley na wao wamefanya kitu ambacho ni kile kilitaka kufanywa na Arsenal, kugonga hodi Young Africans. Sasa wananchi wanajiuliza au ni waulize kwamba je, mpo tayari kumwachia Baka kwenda Burnley au mpo tayari kuendelea kuwa na Ibrahim Abdullah Baka?